anafundisha anasema mimi ni njia, ni kweli, ni uzima. Kwa anapoambia wale Wayahudi anasema mtaijua kweli, maana yake mtanijua mimi. Naeleweka nikisema hivyo? Maana lugha rahisi Yesu alikuwa anawaambia wale Wayahudi ya kwamba mtanijua mimi, halafu mkinijua mimi mtakuwa huru. Bwana ibarikiwe. Kwa kumbe kwa lugha hii kweli ni mtu, kweli ni Yesu. Sawa? Kwa mtu akimjua Yesu anakuwa anaijua kweli, halafu anakuwa huru. Kwa tukisema chanzo hasa cha taarifa sahihi, chanzo cha elimu sahihi ni Mungu mwenyewe. Bwana nibarikiwe. Tukitaka kupata taarifa sahihi za kujifunza, inabidi turudi kujifunza kutoka kwa Yesu mwenyewe. Kuna kitu wanawafundisha watu wa Mungu, nasema hivi, kuna kitu kinaitwa principle of discipleship. Sawa? Principle of discipleship inasema hivi, ninakufuata wewe mchungaji Makunja, lakini ninamwangalia Yesu. Korinto wa kwanza 11:1. Sawa? Korinto wa kwanza 11:1. Anasema mnifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Anasema hivyo Paulo mtume. Kwa hiyo kanuni ya wanafunzi haisemi tu kwamba ukae ujifunze kutoka kwa mchungaji Makunja. Sawa? Kanuni ya wanafunzi haisemi ukae tu kujifunze kutoka kwa mwalimu ambaye anafanya seminar academic excellence. Kanuni ya wanafunzi inasema jifunze kutoka kwa mwalimu, kwa mchungaji Makunja, lakini macho yako yakiwa yanamtazama Yesu. Watu wengi walipojifunza kwa wachungaji wao wakaacha kumtazama Yesu, wachungaji wao wakawapoteza. Bwana asifiwe. Watu wengi walipojifunza kutoka YouTube wakasikiliza walimu fulani, wale walimu wakafundisha mafundisho, wakasikiliza, mwishoni wale walimu wakawapoteza. Kwa nini? Walisikiliza kwa walimu, hawakumtazama Yesu. Sasa watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Nimeandika hapa, nimesema elimu maana yake ni nini? Nimesema elimu ni tendo au ni uzoefu wenye athari ya kujenga akili, tabia au uwezo wa kimaumbile wa mtu binafsi. Elimu ni tendo au uzoefu wenye athari ya kujenga akili, tabia au uwezo wa kimaumbile wa mtu binafsi. Tukizungumza elimu ambayo tunataka kujifunza kitu kinaitwa academic excellence, ufanisi katika taaluma, tunataka kuangalia kitu ambacho kina matokeo ya kujenga akili, uzoefu au maumbile ya mtu fulani. Sawa? Kizungumza maumbile, umewahi kumuona mtu akaenda gym anaanza kufundishwa kubeba vyuma? Mtu anaweza akaenda gym akafundishwa kutengeneza kifua chake kiwe kikubwa. Sawa? Mtu anaweza akaenda gym akafundishwa kutunisha misuli yake. Ile ni elimu. Sawa? Ndio nikisema ina athari, unaweza ukajenga maumbile. Sawa? Manake mtu anaweza akatengeneza muonekano wake wa kimwili kwa kujifunza. Lakini pia akili ya mtu inajengeka kwa kujifunza. Unaweza tukakaa na wewe tukajenga akili yako kwenye maeneo fulani. Sawa? Tukakaa tukaanza kukufundisha kitu fulani, alafu akili yako ikakipokea kile kitu, ikaenda nacho. Akili yako ikajengwa katika hicho kitu. Sawa watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia elimu, maana ya pili, elimu ni uelewa ambao mtu upata ambao unamwezesha kuyamudu au kushindwa kuyamudu mazingira yake. Elimu ni uelewa ambao mtu anaupata, alafu uelewa ule unamwezesha kuyamudu au kushindwa kuyamudu mazingira yake. Elimu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aina fulani ya elimu nikipata ninaweza nika survive mahali popote. Kuna aina fulani ya elimu nikipata ninaweza nikaona kwamba naweza nika survive mahali fulani, ila mahali pengine siwezi kusurvive.
Naweza nikaishi mahali fulani, mahali pengine siwezi kuishi. Naweza nikafanya vitu fulani, vitu vingine siwezi kufanya. Ile ni matokeo ya elimu. Sasa watu wa Mungu, kwa hiyo nikipata elimu ambayo inaniambia uwezi, maana yake sitaweza. Nikipata elimu inayoniambia unaweza, maana yake nitaweza. Ndio maana nimeweka lile neno inakuwezesha kuyamudu au kushindwa kuyamudu. Kwa sababu ikija elimu ambayo inakutazamisha ya kwamba huwezi, maana yake utashindwa kumudu. Ikija elimu ambayo inakutazamisha kwamba unaweza, maana yake utaweza kumudu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama ndivyo sasa, huwa tunakaa tunajifunza kwamba kuna aina mbili za elimu. Aina ya kwanza ya elimu inaitwa elimu rasmi, na aina ya pili ya elimu inaitwa elimu isiyo rasmi. Formal education and informal education. Sasa elimu rasmi na elimu isiyo rasmi. Sasa watu wa Mungu, sasa tukizungumza elimu rasmi tunazungumza, ngoja nianze na elimu isiyo rasmi. Elimu isiyo rasmi ni elimu ambayo haina mtaala wa kujifunzia. Sawa? Haina mwalimu maalum wa kufundisha. Haina mazingira maalum ya kujifunzia. Hiyo inaitwa elimu isiyo rasmi. Sawa? Kwa mtu yeyote wakati wowote anaweza akajifunza kitu chochote. Si kama niko tayari kujifunza kitu fulani, lakini kuna mazingira tu fulani najikuta tu najifunza. Nakuta tu mtu anafundisha, nakuta tu mtu anasema. Sasa baada ya ile elimu isiyo rasmi, kuna elimu ya pili inaitwa elimu rasmi. Elimu rasmi ni elimu ambayo ina mtaala wa kujifunzia, ina mazingira ya kujifunzia, alafu ina watu maalum wa kufundisha. Kwa mfano, hapa tulipo tumekuja kutafuta elimu rasmi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tulipo Musti, wale ambao chuo gani kule, wako shule gani, wameenda kutafuta elimu rasmi. Kuna madarasa kujifunzia, kuna mtaala ya kwamba akiwa mwaka wa kwanza, muhula wa kwanza atajifunza hiki. Akienda mwaka wa pili, muhula wa kwanza atajifunza hiki. Akiwa mwaka wa mwisho atajifunza hivi. Ile inaitwa elimu rasmi. Nani atakuwa anafundisha hiki? Pia yupo pale. Atakuwa anafundishia mazingira gani? Pia yupo. Yale mazingira ya kufundishia yapo. Kwa hiyo ndio inaitwa elimu rasmi. Sasa elimu rasmi inaathiriwa na elimu isiyo rasmi. Sawa? Ndio maana ni muhimu sana kufahamu elimu hizi zote mbili, kwa sababu elimu zote mbili zinaathiriana. Sawa? Zinaathiriana negatively or positively. Sawa? Elimu isiyo rasmi ikija katika mind ya mtu, ikaingia katika fahamu za mtu, yule mtu anaanza kuona kwamba kuna vitu haviwezekani, lakini vinawezekana. Lakini kwa nini anaona kuna vitu haviwezekani? Kwa sababu amepata elimu isiyo rasmi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Anapojiunga mwaka wa kwanza chuo cha Musti, anakutana na watu wako mwaka wa pili, anakutana na watu wako mwaka wa tatu, anakutana na watu walio disco chuo Musti. Wanamwambia hivi, umechaguliwa kusoma nini? Civil engineering. Umepotea tayari. Yaani paka hapo umepotea. Kwa nini? Civil ni ngumu. Halafu ya mwanamke, civil wanasoma wanaume tena wachache, sio wote. Anapata elimu isiyo sawa. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kabisa anaingia darasani, anakutana na mwalimu, anaanza kufundisha introduction to structure. Wale wanaosoma civil wanaelewa structure. Sawa? Introduction to what? To structure. Sasa yeye tayari katika mentality yake, kwenye mind yake, alishatangulia kupata elimu isiyo rasmi ya kwamba civil ni ngumu. Kwa hiyo mwalimu akifika pale akisema introduction to structure, huyu mtu anaanza kusema sijui structure ndo madude gani. Haina shida, si ndio umekuja ili tukufundishe? Sawa? Lakini shida ni nini? Shida ni kwamba kwenye akili yake amepokea elimu isiyo rasmi ambayo inasema civil ni nini? Ni ngumu. Kwa hiyo mwalimu anaanza kufundisha structures what and what and what and what. Kipindi kinafika katikati hajaelewa, kinaisha hajaelewa, anaondoka. Sawa?
kwenye akili anasema ndio maana walisema civil ni nini? Ngumu. Kwa hiyo mtu anaingia kwenye mtihani ameshapata ufahamu, ameshapata elimu ya kwamba kuna vitu vinawezekana, kuna vitu haviwezekani. Kuna mtu anakuja chuo alishapata elimu fulani ya kwamba masomo ya engineering wanasoma watu wachache, sawa, ila masomo fulani yeyote anaweza akasoma. Kwa nini wanaweza kufaulu masomo ya hati? Kwa sababu wamepata elimu isiyo rasmi kwamba hati ni nyepesi. Sawa. Kama ingetokea tu akatokea mwalimu akafundisha hati ni ngumu, wote wangehamia engineering sana. Sawa? Ndio. Sijui kama naeleweka nachofundisha. Yes. Kinachokushinda kinakushinda kwa sababu una taarifa za kushindwa huku nyuma. Unachokiweza unakiweza kwa sababu una taarifa za kuweza huku nyuma. Kwa unahitaji kurudi kwenye chanzo, ndio maana nikakufundisha unahitaji kujua chanzo cha taarifa. Kwamba huyu anayeniambia ili jambo haliwezekani, yeye yuko mwaka wa pili, amefikaje mwaka wa pili? Huyu anayesema haya masomo huwa hawasomi, mbona nasikia kuna maengineer huko mitaani? Wao walisoma somaje wakawa maengineer? Haya masomo ya udaktari hayawezekani, mbona nasikia kuna madaktari huko mitaani? Wao walifanya fanyaje wakawa madaktari? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuwa natoa mfano mara nyingi. Sawa? Napofundisha somo la academic excellence. Mwaka 2005 nikawa nimechaguliwa kujiunga na diploma hapa Mosta. Sawa? Nilipofika hapa kwa mara ya kwanza kabisa, taarifa ambayo nilipewa, elimu isiyo rasmi. Niliambiwa hivi, dogo, umekuja kusoma Mosta, umepotea. Nikauliza kwa nini? Nikaambiwa hapa elimu ni ngumu dogo, watu wanasoma mpaka wanalia kama kubwa. Sawa? Alafu wewe ni mrokole wewe, wananiambia. Alafu wewe ni mrokole wewe. Hapa kulikuwa na warokole wanaomba mpaka kuta zinatikisika. Ila leo wameshaachana na wokovu. Unamuona fulani? Unamuona fulani? Unamuona fulani? Elimu isiyo rasmi. Sawa? Na kweli kabisa nakwambia, nilikuwa nakaa hapa block 6 hapa tulipo hapa. Hapa ni 6 ni 7. 6. Hapa ni 6. Sawa, hii ni floor ya pili. Nilikuwa nakaa hapa katikati hapa. Kuna chumba hapo nilikuwa nakaa. Sawa? Nilikuwa nakaa pale, siku moja ghafla saa 3 nikasikia watu wanalia, "Kukuliko! Kukuliko!" Nikatoka nje nishangae, kuna kitu gani? Nauliza kuna nini? Yule anayelia anasema hata mimi sijui. Baada ya muda fulani nikarudi chumbani nikakaa, nikasema ndio maana walisema hapa elimu ni watu wanasoma paka wanalia kama ndio haya hapa. Nilirudi chini tena nikaanza kujitathmini kwa upya. Nitaweza? Bwana nibarikiwe. Kuna vitu katika maisha ni vigumu, lakini ukitangulia kupata taarifa ya ugumu vinakuwa vigumu zaidi. Sawa? Kuna vitu katika maisha huwa vina namna fulani mpaka ufanikishe, lazima uongeze effort pale katikati. Lazima uwekeze nguvu pale katikati. Sasa ikitangulia taarifa kwamba huwa haviwezekani, wewe hautaongeza nguvu. Utasema haviwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elimu isiyo rasmi, nafundisha nasema, ina impact katika elimu rasmi. Unaweza usiishi maisha matakatifu kwa sababu watu wamekwambia sio rahisi kijana kuwa mtakatifu. Sawa? Lakini ukipata elimu rasmi ya kwamba nimewaandikia vijana kwa sababu mna nguvu na nimemshinda yule mwovu, ukipata hiyo hautapata shida. Utakuwa mtakatifu, kijana mtakatifu, binti mtakatifu. Sawa? Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elimu rasmi na elimu isiyo rasmi. Kwa unaona wakati huku mbele na kufundisha namna gani unaweza ukafanya vizuri. Kuna wakati fulani tunaweza tukao tunapambana, kuna tayari uzio ulishajengwa pale katikati. Kila tukisema inawezekana, mtu alishapata elimu, haiwezekani. Ndio maana sasa tunashangaa tunawarokole wananena vizuri kwa lugha lakini wanafeli mitihani.
Miongoni mwa jaribu la kwanza nilipata sapu kabisa moja semester ya kwanza. Nilipopata sapu nilikaa chini nikasema kuna mbingu hapa au hakuna? Sababu nilikuwa najiuliza, naanzaje kupata sapu mtu niliyeokoka wakati nanena kwa roho? Sasa Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nafundisha nini hapa? Sapu sio dhambi, sawa? Ukisapu unasapua, ukisapu unafanya nini? Unasapua. Lakini ni nini ambacho kinampelekea mtu anafeli katika masomo? Alafu tukimwambia nenda kafundishe neno kanisani, anafundisha vizuri. Kuna wakati fulani amepata elimu ambayo inasema hivi, kwenye kufundisha neno Roho Mtakatifu atakusaidia, ila kwenye masomo hausikagi Roho Mtakatifu. Sawa? Kwenye kuimba Roho Mtakatifu anahusika, ila masuala haya mengine haya, kusolve hesabu, matrix, Roho Mtakatifu hahusiki kwenye mambo. Hii inaitwa elimu isiyo rasmi. Bwana asifiwe. Lakini mtu akibahatika akapata elimu ambayo inasema hivi, yote yanawezekana kwa Mungu. Yote, hesabu zinawezekana, kuimba kunawezekana, kuchunga kunawezekana, kila kitu kinawezekana. Huyu mtu anapoingia kwenye shule ana mentality sahihi na shule. Sawa? Kwa sababu nikufundishe, ukianza kufeli kwenye masomo, siku moja utakuwa mchungaji, utafeli kuwa mchungaji. Sababu amchelewi hapa, mkifeli mnaenda kuanzisha huduma. Sawa, na waangalie vizuri sana. Sema naona nimeshindwa kwa sababu Bwana ameniita hawa. Sawa. Nataka ufaulu Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elimu isiyo rasmi. Angalia, elimu isiyo rasmi nimesema haina mazingira. Kwa hiyo unaweza tukao tunaongozana na rafiki yangu ananifundisha, ila mimi sijui kama ananifundisha. Sasa hii ndio inatufanya tunaanza kujihami, nimsikilize nani, nisimsikilize nani. Rafiki yangu awe nani na nani asiwe rafiki yangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati wowote, mahala popote, huyu mtu atawekeza kitu kwangu. Si kama nampa fursa awekeze, simpi. Anasema tu aise, mimi nikisoma sielewagi, walishaniambia haya masomo ni magumu. Sawa? Alafu na wewe kweli jana uliposoma ukuelewa. Unasema hata mimi jana ni magumu haya. Sawa? Nieli tungehamia wapi? Natural resource. Wanahisi kama natural resource ni nini? Ni rahisi. Sawa? Kumbe napo kuna mtu anasoma natural resource anatamani angehamia engineering. Hajakwambia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Makusudi ya elimu. Makusudi ya elimu. Kwa nini tunapata elimu? Sawa. Wakati fulani tunapoteza mwelekeo, tunapoteza namna, tunashindwa namna ya kwenda na elimu kwa sababu kuna mtu anatafuta elimu. Yaani kimsingi kuna mtu hapa atafuta elimu, anatafuta cheti. Naeleweka nikisema hivyo? Yaani kuna mtu atafuti elimu hapa, anatafuta nini? Cheti. Alafu usipopata elimu, siku moja ukapata cheti, utakufa maskini na cheti chako. Amen. Haujawahi kukutana na mtu aliyekuwa anaongoza shule ya msingi alafu umemzidi maisha? Nyie hamjawahi, nyie bado unaendelea kusoma. Ila nakuhakikishia unaweza ukapata first class alafu siku moja ukakuta unaripoti kwa yule jamaa aliyekuwa anapata third class. Haijawahi kukukuta hiyo Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu kinaitwa cheti, kuna kitu kinaitwa elimu. Nimesema elimu ni tendo ambalo linajenga uwezo. Elimu sio cheti. Cheti ni matokeo ya kujengewa uwezo. Yaani tunasema huyu mtu tumemjengea uwezo wa kujenga nyumba, huyu mtu tumemjengea uwezo wa kufanya wiring, huyu mtu tumemjengea uwezo wa biashara. Sasa tumpe cheti ambacho kinamuonyesha kwa watu anao uwezo. Lakini sehemu kubwa ya watu wana vyeti afu hawana uwezo. Amen. Unaweza ukaenda chuo cha Biblia ukahitimu na degree ya theolojia alafu huwezi kufundisha neno ukisimama mbele ya watu. Is it true or false? Is it true? Bwana Yesu asifiwe. Umebahatika kupata cheti lakini hujapata elimu bado.
kwa sababu katika kufundisha panahusisha uelewa, uwezo. Sasa ndiyo hasa tunajifunza makusudi ya elimu. Kwa nini umetoka ulikotoka umekuja Mosta? Ujue makusudi hasa ya elimu uliokuja kutafuta. Sawa? Ili focus yako isiwe kwenye cheti, focus yako iwe kwenye uwezo. Kwa sababu baada ya muda fulani tutataka udemonstrate uwezo wako, sio demonstrate cheti chako. Udemonstrate uwezo. Yaani mtu akikuajiri anataka kampuni yake ifanye kazi. Sawa? Nimefanya kazi Coca-Cola. Tumaliza diploma nikaajiriwa Coca-Cola mbele. Yule bosi wangu yeye alikuwa yaani ukimwambia cheti anakwambia sihitaji cheti chako. Kile cheti kilikusaidia ni kuajiri. Sasa hivi sina shida na cheti, nataka kazi. Sawa? Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini elimu? Namba moja, kwa nini elimu au makusudi ya elimu? Namba moja, tunapata elimu ili kupanua ufahamu. Tunataka kupanua ufahamu, understanding. Sawa? Kila wakati tunapokuja, yani tunataka tupanue ufahamu kwenye nini? Kwenye eneo ambalo umeamua kuspecialize. Umeamua kuspecialize kwenye human resource. Unataka upanue ufahamu kwenye hilo eneo. Kwenye electrical, unataka kupanua ufahamu kwenye hilo eneo. Sawa? Kwenye biashara, kwenye civil engineering, sini chochote kile, lengo la kwanza kabisa nataka kupanua ufahamu. Nilikuwa sijui namna ya kuinteract na watu, nataka kujua namna ya kuinteract na watu. Nilikuwa sijui kufunga taa moja ikawaka, napanua ufahamu ili nianze kufunga taa moja iwe inawaka. Sawa? Nilikuwa siwezi kuchukua tofali nikalipanga, alafu baada ya muda fulani kikaonekana ni chumba. Nakuja hapa nakalishwa hapa nafundishwa ili nipate ule ufahamu. Sawa? Kwa kusudi la kwanza la elimu, nataka kupanua ufahamu. Kwa hiyo kama mtu anapata cheti, hajapanua ufahamu, hajapata elimu bado. Kama mtu anaweza kaenda mahali fulani, alafu akawa na kitu fulani mkononi, alafu hawezi kufanya kile kitu anacho claim kama anakijua, maana hana ufahamu katika ile eneo. Kwa tukijifunza elimu kusudi la kwanza, lengo letu mama la msingi tunaloanza nalo, tunataka kupanua ufahamu. Kwanza tunakuja kanisani. Sawa? Tunataka tupanue ufahamu kumhusu nani? Yes. Bwana mbarikiwe. Amen. Hatuendi kanisani kusocialize. Kuna party ya social. Lakini hatuendi kanisani kufanya nini? Kusocialize. Sawa? Yesu asifiwe. Amen. Yaani kama hivi ambavyo sijatoka nilikotoka nije kufahamu Mbeya ikoje, lakini nitaifahamu Mbeya kwa sababu nimekuja kusoma wapi? Mbeya. Kwa hiyo nitaifahamu Mbeya, lakini sio lengo la msingi na mimi kuja wapi? Mbeya. Kwa sababu usipojua lengo la msingi utajikuta una invest nguvu nyingi kwenda kuenjoy Matema Beach. Nasikia kuna sehemu panaitwa Matema, sijawahi kufika. Umefika? Twende unisindikize. Tunakusindikiza. Nasikia kuna Kimondo. Umewahi kufika? Sijawahi kufika. Twende nikusindikize. Ghafla tunaleta test. Wewe ulienda Matema ukaenda kwenye Kimondo. Siku ya test sisi hatuulizi maswali ya Matema wala ya Kimondo. Unaonaje? Jina la Bwana libarikiwe. Kuna vitu nitavifahamu lakini sio vitu vya msingi kwangu. Kwa angalia, tunaanza kujifunza mambo ya msingi. Kwamba nimekuja kutafuta kitu gani? Nimekuja kufanya nini? Kwa kile ambacho nimekuja kufanya, hicho ndo naanza nacho, alafu vingine vinafuata. Nimekuja kutafuta kupanua ufahamu kwenye lile eneo ambalo nimeamua kuja kukaa nalo kwa miaka 3 au miaka 4. Yesu asifiwe. Namba 2, kwa nini elimu? Kuongeza uwezo wa kupambanua mambo kwa kina. Kuongeza uwezo wa kupambanua mambo kwa kina. Kwa nini elimu? Ili watu wapate uwezo wa kupambanua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huwa tunapata doubt, huwa tunapata mashaka kama tunakutana na mtu aliyesoma kwenye eneo fulani, alafu anapotoa opinion zake zinafanana na asiyesoma.
Kwa nini huwa mnapanga hivi matofali? Mnaweka mnapishanisha hivi. Sasa ndio hivi huwa tunapanga siku zote. Asiyesoma anajibu hivi. Afu anakuja aliyesoma naye anasema ndio hivi ambavyo huwa tunapanga siku zote. Hatupati shida na huyo ambaye hajasoma. Tunapata shida na aliyesoma. Kwa nini? Kwa sababu tunajua ya kwamba amepata elimu ambayo inamwezesha kupambanua mambo. Kwa unaona, tukipata elimu tuna uwezo wa kutulia na kufikiri, hivi nikifanya hivi itakuwaje? Mtu aliyesoma uwezo wake wa kureason ni mkubwa. Sawa? Yaani sio issue ya cheti cha electrical engineering, lakini tukikaa tukaanza kureason kuhusu maisha, unaweza ukahisi mimi nimesomea maisha, lakini sijasomea maisha. Nimesomea electrical engineering. Nilipopata fursa ya kupanua ufahamu wangu, nikaongeza reasoning capacity. Nilipoongeza reasoning capacity, nina uwezo wa kufanya maamuzi ambayo baada ya miaka miwili unasema afadhali niliamua hivi. Ambaye hajasoma anaamua leo, alafu anasema ni hili nisingeamua vile. Kesho tu, sio miaka miwili ijayo, kesho tu. Sasa elimu inatusaidia kuongeza uwezo wa kupambanua mambo kwa kina. Yaani kama mimi nimekuja kusoma, naingia kwenye mahusiano, nilishapambanua kwa kina. Ambaye hajasoma anaingia kwenye mahusiano, hajui impact yake ni nini. Kweli sio kweli? Anaingia kama kurefresh, kuenjoy. Huyu hajafanya nini? Hajasoma. Aliyesoma anajua huu ni wakati sahihi niingie kwenye mahusiano. Nikiwa na mahusiano sasa, impact yake ni nini? Naweza nikaenda stress za mahusiano, za wachumba. Kati ya testi jamaa anatuma message. Nimeona tuachane. Naweza nikaenda haya mambo haya. Ushangaa testi saa 1:30 mtu anasimia saa 1:25. Tunahisi alikuwa na pressure kubwa na jiandaa. Kumbe amepata message. Tuachane. Je, yani katika ufahamu nilioupata, elimu nilioipata, ninaweza nikaendo? Kwa nina uwezo kabisa wa kujipima, alafu kabisa peke yangu bila kumhusisha mtu, nikasema kwa sasa sihitaji mchumba. Wewe unamaanisha nini? Mbona uko chuo? Kwa sasa sihitaji mchumba. Siwezi kuenda hayo mambo. Amen. Sawa. Amen. Lakini wakati huo uwezi, kuna mtu akitumiwa message imethibitishwa, sio imethibitishwa. Message tuachane leo. Anajibu, nivumilie nikitoka kwenye mtandao na kuletea ile pete yako. Unaweza kufanya. Amen. Uwezo wa kupambanua mambo kwa kina, yaani vile ambavyo mtu anakaa anasema nikifanya hivi nitapata hivi, nikienda huku nitapata hiki, nisipofanya hivi matokeo yake ni haya. Kwa hiyo anapoacha kufanya, usifikiri ameshindwa, ameshapambanua madhara ya kufanya. Sawa. Akiacha kufanya usifikiri hana uwezo, anaweza kufanya, lakini anajua matokeo yake sio chanya kwangu. Huwa tunapata doubt tukiwa na watu wanaosoma, alafu wanafanya wasicho kijua. Tunaanza kupata doubt. Hivi kweli ana certificate huyu? Sawa? Hivi kweli ana diploma huyu? Hivi kweli ana degree huyu? Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa nini elimu? Ili tupambanue mambo. Namba 3. Maamuzi sahihi. Maamuzi sahihi, watu wa Mungu, sio matokeo ya maombi ya kufunga na kusali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Yaani watu wa Mungu kwa wakati fulani wanawafundisha tukisema kufunga, yaani watu waliokoka wengi, sisi tunajua kwamba kila kitu tunafunga na kusali. Na tuna maandiko, si mnajua namna hii haitoki ila kwa kufunga na kufanya nini? Na kusali. Si mnajua Mathayo 17:21. Lakini anakuta mara kadhaa amefunga na kusali, bado ile namna ipo tu, haijatoka sawa na lile andiko. Kwa nini? Maamuzi sahihi ni matokeo ya kupata elimu sahihi. Sawa? Nikikaa chini nikajifunza vitu sahihi, maamuzi yangu yatakuwa sahihi. Sio maombi yataniwezesha kufanya maamuzi sahihi. Mara kadhaa nimekutana na watu walioingia kwenye maombi, walipotoka kwenye maombi ndio wakachanganyikiwa sasa. Sawa? Alienda kwenye maombi kuuliza Mungu niende au nisiende. Aliporudi akapata majibu, nenda usiende. Sasa unafikiri anafanya nini wewe mtu? Anachanganyikiwa. Siku ya kwanza maombi alisikia nenda,
akasema leo nimshukuru Mungu nirudi nyumbani. Siku hiyo ndo akasikia usiende. Sasa anafanya nini? Alitarajia majibu, ametoka na michanganyo. Kwa nini? Maamuzi sahihi ni maarifa. Yaani ukipata maarifa sahihi unafanya maamuzi sahihi. Yaani ukikaa chini ukajifunza vitu sahihi, yaani ni kama vile watu, yaani unaonekana kama uko super spiritual, unaonekana kama Roho Mtakatifu anakunong'onezaga siku zote, hapa sema hivi, hapa sema hivi, hapa sema hivi. Kumbe hapana, umejifunza, unaufahamu. Mithali 4:7. Hebu nisome Mithali 4:7. Mithali 4:7. Mithali sura 4 mstari wa 7. Alifika hapa nisome. Amen. Bora hekima. Basi jipatie hekima. Basi jipatie hekima. Naam. Naam. Kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Aha. Kwa gharama zozote pata ufahamu. Kama unaweza ukalipa gharama, maana anasema hivi, Mfalme Suleiman anasema hivi, kama unaweza kulipa gharama, lipa gharama ili upate ufahamu. Lipa gharama upate hekima. Kwa nini? Kwa sababu katika maisha panahusisha maamuzi. Nimuoe nani, niolewe na nani? Nikaishi wapi, nisiishi wapi? Nisome nini, nisisome nini? Nifanye biashara gani, nisifanye biashara gani? Nani awe rafiki yangu, nani asiwe rafiki yangu? Sawa? Niende wapi, nisiende wapi? Huko kote panahusisha maamuzi. Unaamua nini? Usipopata taarifa za kutosha, usipopata ufahamu wa kutosha, tutashangaa kila siku mwenzetu unakosea kuamua. Kila siku unakosea kuamua. Kwa nini unakosea kuamua? Shida sio maombi. Tunatoka chepo saa 7:30, unaenda kufanya maamuzi yasiyo sahihi saa 7:31. Sasa maombi yale yanakusaidia nini? Baada ya maombi ya kufunga na kusali siku 360 za mwaka, unachumbiwa na mtu asiye sahihi. Ulikuwa na haja ya kufunga siku zote hizo? Sio ungekula tu iseo unenepe sile. Maamuzi sahihi anasemaje? Anasema hivi, maamuzi sahihi anasema bora hekima, jipatie hekima. Kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Maana angalia, kabla sijafanya maamuzi nahitaji kukaa chini nipate ufahamu kwenye hilo eneo. Sawa? Yes. Nataka kuamua niingie kwenye maombi, nipate taarifa sahihi kwenye eneo la maombi. Sababu watu wengi wamepotelea kwenye maombi. Walifunga, wakafunga, wakasikiliza sauti ya shetani, wakaachana na Yesu. Bwana ameniambia nisiwe nakuja chepo. Kweli hata chepo sasa hivi, yaani anajiombea tu peke yake. Na alisikia sauti kweli kwenye maombi. Sifikiri ni uongo, alisikia sauti huko. Sawa? Na Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Maamuzi sahihi yanawezekana watu wakishapata taarifa sahihi. Ndio maana anasema bora hekima, pata hekima. Kama unaweza kulipa gharama zote, lipa ili upate ufahamu. Ndivyo anavyofundisha Suleiman. Sasa wewe, yani kuna mahali hatutakuamlia. Sasa kuna mahali fulani tunaweza tukawa na effectiveness hapa, tunakuja tukimaliza chuo, kila mmoja anaenda kwake huko, kila mmoja anaenda kwao. Watu waendelee na Yesu tena. Sawa? Alikuwa kiongozi wetu wa maombi chepo, baada ya kumaliza chuo akapata kazi wapi huko, haeleweki tena kama aliwahi kuokoka. Anakula rushwa kama wengine ambao hawajawahi kuokoka. Maamuzi sahihi. Maamuzi sahihi yanaweza akaja kwamba kuna kazi nzuri, kuna kazi yenye kipato kikubwa, alafu kuna kazi yenye kipato kidogo. Unachagua ipi? Maamuzi sahihi yanaweza yakawa ni kuchagua kidogo. Sawa? Amen. Hayo ndo maamuzi sahihi. Sawa? Wakati namaliza chuo bachelor, nikapewa mkataba. Sainisha hapo, utakuwa unalipa 1,150,000 kwa mwezi. Wakati huo nimeajiriwa mwezi nalipa 700,000. Wewe ungeenda wapi? Nikakaa na mkataba siku ya kwanza nyumbani. Nasoma. Kazi yangu sio kusoma, ni kuweka tu sahihi. Alafu narudisha kwa HR. Siku ya kwanza, siku ya pili HR ananipigia simu. Tayari nikamwambia bado, naendelea kujifikiria. Mke wako amekukataza ni muombe akuruhusu. Nikasema hapana, mimi ndo naendelea kujifikiria.
Kama imeshindikana turudishie mkataba wetu. Sasa asante. Huu hapa. Nikabaki na 700,000. Nikaacha 1,150,000. Maamuzi sahihi. Kazi ninayoifanya leo ningeajiriwa Coca-Cola ningekuwa siifanyi. Sasa maamuzi sahihi. Kuna wakati fulani kuna kitu kinaonekana ni kizuri, lakini maamuzi sahihi, wachane na kizuri uende na kibaya. Amen. Mbona nafikiri maamuzi sahihi ni kuchagua vitu vizuri tu, utapotelea kwenye vizuri. Kuna scholarship ukizipata unaenda kusoma Ulaya, unarudi ukiwa mpagani toto. Lakini ulipata scholarship ya kwenda kusoma wapi? Ulaya. Ukaja kanisani ukamshukuru Mungu. Bwana ni mwema, amefanya njia pasipo na njia, naenda kusoma Canada. Unatoka Canada unasema you know Tanzania in Canada, kuna dhambi za Canada na dhambi za Tanzania, ulifanya maamuzi yasiyo sahihi. Jina la Bwana libarikiwe. Tukipata taarifa sahihi inatupelekea kufanya maamuzi sahihi. Taarifa sahihi usipokuwa nayo utaingia kwenye maombi na shetani anataka kupoteza dakika hii. Sasa warokole wengi sasa kimbilio letu limekuwa nini? Maombi. Sio maarifa, maombi. Kichwa kinauma, maombi. Sina hela, maombi. Sina nini? Wewe bwana. Umepata sapu, maombi. Sawa? Alafu akitoka kwenye maombi anafunga, anasema siri wala sinywi mpaka nipate first class. Hanywi, alafu anaferi sasa zaidi. Akirudi anafanya nini huyo mtu? Naachana na Yesu. Ngoja kutana na watu waliokuwa discouraged kwenye maombi wakaachana na Yesu. Ngoja kutana nao. Ambao ukimwambia mpendwa tungefunga, anakuza siku ngapi? Kuingia hata siku 3. Yaani vitu tunavyoongea nimemaliza 21 jana. Unataka umsaidie muombe. Anakwambia nimemaliza 20 ngapi?